Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesisitiza mshikamano wake na nchi wanachama wa Jumuiya ya Kimataifa katika kuendeleza ajenda ya usawa wa kijinsia duniani. Taarifa zaidi tujiunge na Mrisho Mapeo. Akizungumza katika mkutano wa 70 wa kimataifa kuhusu masuala ya wanawake na haki unaofanyika jijini New York nchini Marekani, mwakilishi wa Tanzania katika mkutano huo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema Tanzania inasisitiza kuwa upatikanaji wa haki ni msingi muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Aidha, amesema dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 imeweka usawa wa kijinsia na ujumuishi wa kijamii kuwa nguzo kuu za ajenda ya maendeleo ya taifa, hali inayotumika kuongoza maboresho ya sheria na sera mbalimbali nchini. Ameongeza kuwa serikali inaendelea kutunga na kutekeleza sheria muhimu zinazolenga kulinda haki za wanawake na watoto wa kike. Kwa upande wa Tanzania, tumewaeleza kwamba haiko mstari wa nyuma katika kuhakikisha wanawake na wasichana wanazifikia haki, kwa sababu tunaamini ufikiwaji wa haki kwa wanawake na wasichana ni msingi imara wa maendeleo endelevu, na ndio maana dira yetu ya 2050 imezingatia eneo hili kama msingi wa kuweza kufikia maendeleo endelevu. Tumewaeleza namna ambavyo tunazo sheria mbalimbali, tukianza na haki ya wanawake na wasichana kupata elimu. Tumewaeleza tunayo sheria ya msaada wa kisheria. Tumewaelezea sheria zingine zote kuanzia msichana akiwa bado mtoto mdogo anawezaje kulindwa haki zake. Dr. Gwajima ameeleza kuwa katika kuboresha upatikanaji wa haki na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za sheria, Tanzania imeanzisha ubunifu mbalimbali ikiwemo mfumo wa usimamizi wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, yani e-case management, vituo jumuishi vya haki pamoja na vituo maalum vya huduma za pamoja, yani one stop center. Mwaka 2025, asilimia 88 ya mashauri katika vituo hivyo yalitatuliwa, huku wanawake wakichangia asilimia 61 ya wanufaika wa huduma za msaada wa kisheria. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, Mama Mariamu Mwinyi, amesisitiza jamii kuendelea kuwasaidia wazee wasiojiweza na watoto mayatima ili nao waishi katika maisha bora na mazingira salama. Taarifa zaidi tujiunge na Gulaki Msola. Hayo imeelezwa na Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Zawadi Amul Nasol, kwa niaba ya mke wa Rais wa Zanzibar Mama Mariamu Mwinyi, Machi 12 alipomwakilisha katika hafla ya ukabidhi sadaka ya iftari kwa wazee wasiojiweza wanaotunzwa katika kituo cha wazee Kifumbakai na kituo cha mayatima kilichopo Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Amefahamisha kuwa jamii na wajibu na muhimu kuwalea na kuwatunza wazee, kwani kuna fadhila kubwa kwa Mwenyezi Mungu na ni jambo jema baada ya wazee hao kulitumikia taifa vema kwa juhudi kubwa. Na hii inaonyesha ni upendo mkubwa tu alionao kwa jamii yake, kwa sababu karibuni tujuzi tulipokea kwa upande wa Unguja tukapeleka kwa watoto na maeneo mengine yanayohusiana na wizara yetu ya ustawi wa jamii. Upendo kama huu si yeye tu au si mke wa rais tu anayetakiwa kufanya au rais, hata sie pia tutatakiwa tuwe na upendo wa dhati, hasa kwa wale ambao tunahisi wanaishi kwenye mazingira magumu. Lakini pia unapotoa, maana yake waeka. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema sadaka haipunguzi mali na sadaka huyayusha dhambi kama maji yanavyoyayusha moto. Akitoa salamu kwa niaba ya wazee, Mzee Saidi Bakari na Bibi Subila Omar Muhammad wamemshukuru mke wa Rais wa Zanzibar Mama Mariamu Mwinyi kwa kuwajali na kuonesha upendo mkubwa kwa wazee hao, na wameshukuru kwa kuendeleza utaratibu huo wa kila mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama zawadi mliotuletea tunaipokea kwa mikono miwili kwa sote. Asanteni sana. Shukrani. Mwenyezi Mungu ajalie mtume mkipata, atilie baraka ya nje na ndani, kila lenye kheri awape. Mwenyezi Mungu apeleke peponi kwa msaada wenu mliotukusudia sisi wazee wenu. Asanteni sana. Shukrani. Kwa niaba ya wenzangu tumepokea msaada huu wa tende, mafuta, sukari na mchele. Mashaallah, kwa kweli tunashukuru sana na watoto watafarijika sana sana inshallah. Kwa haya machache tunaziomba rehema na amani na dua zimfikie hususwa Rais Mwinyi
na mke wake, insha Allah Mungu awajalie kula la heri. Naye mkuu wa kituo cha kutunzia wazee Suleiman Muhidan Asa ameshukuru Mama Mariam Mwinyi kupitia taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation kwa kuendelea kuwapatia sadaka ya iftari wazee hao, hatua aliyoelezea kuwa ni msaada mkubwa katika kuwafanya wazee hao kuishi kwa furaha na matumaini. Mlezi mkuu wa kituo hicho Hamisi Abdalla naye amemshukuru mke wa rais wa Zanzibar kwa kuonesha utu, imani na kuwajali watoto mayatima na kuendeleza juhudi zake za kuunga mkono juhudi za wadau katika kuwalea na kuwatunza watoto hao. Ugawaji huo wa sadaka ya iftari pia umefanyika katika kituo cha kulea na kutunza watoto mayatima cha Darul Alhabi kilicho Micheweni chenye watoto yatima takribani 45. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia thabiti kwa kupokea iftari ambayo ni mzuri kubwa kutoka kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia mama yetu Mariam Mwinyi. Hatuna la kuzungumza isipokuwa kwamba tunaipongeza sana ama tunaipokea sana, na alhamdulillah kwa muda mfupi uliopita tumeipokea kwa mikono miwili. Tunasema Allah amuongeze zaidi kipato kwa ajili ya kutusaidia kwa kila siku katika kituo hichi. Wananchi wa kata ya Makurumla katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji safi na salama na kuiomba serikali pamoja na mamlaka husika kuongeza jitihada ili kutatua changamoto hiyo inayowakabili. Mrisho Mapeo ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza katika kikao cha halmashauri kuu ya kata ya Makurumla wilayani Ubungo kilicholenga kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM katika kata hiyo, wananchi hao wamesema kwa sasa hawana uhakika wa huduma ya maji, hali iliyowalazimu kutafuta maji katika vyanzo vingine ambavyo si salama kwa afya zao. Lakini ni kwa jambo moja la kusikitisha sana, ni swala la maji. Maji imekuwa ni kero sana, haya maji, hasa kata yetu ya Makurumla, hasa mkubwa sana mtaa kwa Jongo. Maji haya ambao waliweza kuchimba visima pale mtaa kwa Jongo karibia na wanaita kiguu cha mbuzi, kisima kilichimbwa, maji yalitoka siku moja, toka hapo mpaka tunavyoongea hivi hakuna hata maji. Wananchi wamekuwa wanalalamika sana kuhusu swala la maji. Lakini mtaa wa pili unaitwa Kagera, maji yanatoka. Imekuwa ni usumbufu sana maji upande wa kina mama. Mwisho maji tumeyapata mwaka jana tarehe 3 mpaka leo hii. Lakini cha kushangaza bado wanaendelea kuja kusoma mita, inasoma 00. Tumejaribu kufuatilia, wanatuambia changamoto. Na huo mgao wa maji ambao tunatarajia kwamba tungeweza kuupata mpaka leo sisi hatujafanikiwa kupata. Hivyo tunamwomba Mheshimiwa Waziri anayehusika na idara ya maji atuone sisi wananchi wa kata ya Makurumla, kwa sababu tunateseka, hasa sisi wanawake. Tunabeba maji kwa mwendo mrefu, tunatumia gharama kubwa, ndoo ambayo gharama yake ni chini shilingi 500, lakini tunaenda mpaka shilingi 1000. Akizungumza katika kikao hicho, katibu wa CCM wilaya ya Ubungo Henry Msunga Mwenge amesema suala la maji linagusa maisha ya kila mwananchi na kuitaka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo hilo. Yako maeneo tuna changamoto kubwa ya maji. Kwenye hili lazima tuseme, na wenzetu wa DAWASA mtatuvumilia. Yaani kwenye hili ni swala ambalo hata discussion. Yaani hakuna mbadala wa maji. Yaani barabara sio lazima tupite, tutatembea kwa miguu, tutafanya nini, lakini jambo ni muhimu. Lakini swala la maji ni swala ambalo linagusa maisha ya kila mtu. Maji ni uhai. Hatuna njia nyingine zaidi ya maji. Kwa mwananchi akikosa maji, lazima alalamike. Tufike hatua tunapokuwa na hawa viongozi, wataalamu wetu, hapa ndo pa kupumua na nyinyi. Na diwani wa kata ya Makurumla Bakari Kimwanga amesema maji ni huduma muhimu inayogusa maisha ya kila siku ya wananchi, hivyo ni muhimu changamoto hiyo ikashughulikiwa kwa uzito unaostahiki ili kulinda afya za wananchi wa eneo hilo. Kama mlivyosikia, changamoto kubwa ni maji. Kikao kizima kimetawaliwa na ajenda ya maji. Kwa hiyo tunategemea kwa wenzetu DAWASA kwa maana ya majibu yao na utekelezaji wao utakwenda kuakisi na kwenda kurudisha tabasamu kwa wananchi, hasa kwa eneo kubwa la kata ya Makurumla ambalo linakabiliwa na changamoto ya maji. Hivyo tunaamini kwa juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Maji Juma Aweso, pamoja na afisa mtendaji mkuu Injinia Bwire, pamoja na meneja wa DAWASA Magomeni dada yangu Judith, pamoja na wataalamu wetu, tutakwenda kushirikiana kuhakikisha ya kwamba ile
azma ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inakwenda kutekelezwa na kuondoa changamoto ya maji katika maeneo yetu. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, vijana watakiwa kutumia fursa ya mradi wa ubunifu kukuza biashara bunifu.